Anasimamisha sheria nyingine ya pili, ndio. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Amen. Hapo. Lakini tunajifunza hapa kwamba badala ya beberu, badala ya ng'ombe, badala ya mbuzi, sheria majira ya mataifa, majira ya kanisa, inakuja sheria nyingine kabisa ya namna ya kumsogelea Mungu, namna ya kupatanishwa na Mungu. Tulipatanishwa kupitia damu ya Yesu, kupitia kifo chake pale msalabani. Amen. Ndio maana yeye mwenyewe Yesu akasema, hii ndiyo damu yangu imwagikayo kuwa ondoleo la dhambi la watu wengi. Amen. Mathayo 26:26 unaweza kusoma mpaka 27 hapo. Anazungumzia dhambi kuondolewa kupitia damu ya Yesu imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo majira haya yako tofauti, yametofautiana kabisa. Lakini kwa kumalizia hapo, kwa hiyo ukiona mtu anasema sijui kuna kuchinja, ibada ya kuchinja, ibada ya kutoa kafara, huwezi kufanikiwa mpaka utoe kafara. Wanaotoa makafara ili wafanikiwe ni hao waabudu mizimu, madevil worshiper. Amen. Hao mafrimason, Illuminati, hao ndio lazima watoe makafara ya kuua watu. Lazima watoe makafara ya kuua, ya kufanya uchafu wa kila namna. Lakini sisi ili ufanikiwe, tunafanikiwa kupitia sadaka ya Yesu Kristo iliyotolewa pale msalabani katika jina la Yesu. Ukiona nabii yote anakuambia ni ibada ya kuchinja, nikukazia tu baada ya kutoa kafara ndio tutafanikiwa. Lazima Ibrahimu alichinja. Sisi sio Ibrahimu. Amen. Sio majira ya Ibrahimu haya. Tuko kwenye utabumu. Tungekuwa ni majira ya Ibrahimu, sawa, tungechinja. Tungekuwa kwenye majira ya Musa, ya Torati, tungechinja. Tungekuwa ni majira ya Nuhu, tungechinja. Lakini majira haya ya neema, majira ya kanisa, haturuhusiwi kutoa sadaka ya kuchinja. Ndio maana hata wakati mwingine zile sadaka za kuchinja, sio na chinja nini, wewe uliokolewa haupaswi kula, kwa sababu ile ni ibada. Na si ibada ya kiroho, yani kuunganisha wewe na Mungu wa mbinguni wa kweli. Ni ibada zingine ambazo kwa mtu wa Mungu, wewe kitu ambacho ukielewe, achana nacho. Amen. Ndio ninapokuambia hii imechinjwa ni ibada. Usikurupuke kula hovyo. Usikurupuke kula tu hovyo. Kimbilia tu manyama kwa sababu ni nyama. Ndani ya chakula maandiko yanasema iko mauti. Amen. Kwa hiyo leo hatuchinji ili ufanikiwe, hatutoi kafara ili ufanikiwe. Ndio maana hata tunapomtolea Mungu sadaka, tunamtolea sadaka kwa sababu yeye anatupenda. Amen. Hatumtolei sadaka ili atubariki, ili tubarikiwe. Ndio maana watu wengi wanarudi nyuma, wanakata tamaa kwenda kumtumikia Mungu kwa sababu wanapotoa wanataka Mungu awabariki. Maana asipowabariki hawezi kuendelea kutoa. Mungu sio wa hivyo. Tunamtolea Mungu kwa sababu ni Mungu. Amen. Tunatoa fungu la 10, tunatoa sadaka zetu, tunamtolea Mungu kwa ajili ya kazi yake, kwa sababu ni Mungu ametuita ili tumtumikie. Akamwambia wape watu wangu ruhusa waje wafanye nini? Wanitumikie. Ile agizo haikuwepo neno lingine la baraka pale kwamba wakinitumikia nitafanya hivi. Waliwaambia watu wape ruhusa watu wangu waende wafanye nini? Wanitumikie. Sasa mambo haya ya kubarikiwa yanakuja na Mungu mwenyewe atakapoupima moyo wako, atakapoona utendaji wako, atakapoona unyenyekevu wako, atakapoona upendo wako, anaachilia automatically, hata uombe au usiombe. Amen. Kwa hiyo hatutoi sadaka kwa sababu tu tunataka tubarikiwe. Hatutoi fungu la 10 ili, hapana, ni wajibu wetu kufanya. Hausomeshi mtoto ili
akipata kazi aje akusaidie. Ni wajibu wako wewe baba mzazi kumsomesha yule mtoto apate kazi, awe na maisha yake. Akikukumbuka sawa, asipokukumbuka sawa. Wewe umefanya sehemu yako kama mzazi. Tuko mmoja wa Mungu. Kwa sisi tunakuwa tunafanya sehemu yetu ya utumishi kwa Mungu katika jina la Yesu. Kwa ukisikia mhubiri anasema ibada ya kuchinja, ibada ya kuchinja, ibada ya kutoa kafara, mpuze. Amen. Mtu yeyote anakuambia si mtoa hivi, ibada maalum ya kuchinja, ibada maalum ya kutoa kafara, huwezi kufanikiwa bila hiki, huwezi kufanikiwa bila kuchinja, bila kutoa kafara, mpuze. Ni mtoto mchanga kiroho. Wala msalaba na uvao usikuogopeshe. Joho na ulivaa wala usikuogopeshe. Na umri kuwa na watu wengi wala usikuogopeshe. Elimu ulionayo, maarifa ulionayo yanakupa kuwa jasiri kama simba kumkabili mtu yeyote, kwa sababu una uhakika na kile anachokisema kwamba sicho. Amen. 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 Twende si, nafikiri hapa tukaishia hapa. Amen. Si majira majira ya sheria ya kushika sabato. Majira ya sheria ya kushika sabato. Musa alipewa kushika sabato. Kushika sabato. Sasa utaona Biblia inaeleza kwamba sheria hizi walizopewa Waisraeli, sheria inazungumzia mtaishika sabato. Siku ya saba ni pumziko. Kwanza unapozungumzia tu siku ya saba, maana yake ni pumziko. Ni kupumzika. Yaani maana yake ni nini? Wewe leo kama hujaenda kazini. Amen. Kama hujaenda kazini, umepumzika nyumbani, hiyo ni sabato. Yaani kijote hadi Google tu ukataka kutafuta tafsiri ya sabato, ni pumziko. Amen. Maana siku unapopumzika nyumbani kwako, hiyo ni nini? Ni sabato. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anawaambia Waisraeli, kwanza na Mungu tupate muda wa kujifunza kwa kila na kwa mapana kuchimbua sabato peke yake. Amen. Amen. Tumejifunza kuhusu sabato, tulijifunza siku moja kuhusu sabato, lakini kuna kitu kingine ambacho tunataka tujifunze zaidi. Huyu mwanzilishi wa sabato ni nani? Na chanzo cha sabato ni nani? Mwanzilishi wa sabato. Mwanzilishi wa sabato kimsingi kazi ya muda wake alitokewa na alipewa anasema alipata maono au ndoto, na aliwaagiza watu kwamba Yesu atarudi. Yesu atarudi. Yesu atarudi. Sasa aliwaambia siku fulani Yesu atarudi. Anaita red Helen White. Yesu atarudi. Siku hiyo akamwambia wakae nyumbani. Wakae nyumbani. Ndo fundisho au naoita leo tunawasikia wa sabato. Ndo fundisho kazi ya sabato siku ya saba ilipoanzia hapo. Siku hiyo ikawa ni siku ya saba, wakae hapo. Na Yesu